Takriban watu 8 wameuawa na wengine zaidi ya 400 kujeruhiwa katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, katika maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano mabaya ya kupinga ushuru mwaka jana. Maandamano hayo yaliyokusudiwa kuwa ya amani yaligeuka makabiliano makali kati ya polisi na vijana wa Gen Z baada ya polisi kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Mapema polisi jijini Nairobi walishika doria na kutumia mabomu ya kutoa machozi kujaribu kuwatawanya mamia kwa maelfu ya waandamanaji waliotaka kufika bungeni na katika ikulu ya rais. Njia za kuingia ikulu ya Nairobi na majengo ya bunge zilifungwa kwa kutumia sengenge yenye makali ili kuwazuia waandamanaji kuingia bungeni kama ilivyokuwa mwaka jana. Wanasiasa na wanaharakati kadhaa wakiongozwa na aliyekuwa jaji mkuu nchini Kenya David Maraga pia walijiunga na maandamano hayo ya vijana wa Gen Z jijini Nairobi hii leo. Maraga amelaani ukatili wa maafisa wa polisi dhidi ya vijana, huku seneta wa jimbo la Busia Okiya Omtata akijumuika na vijana kwenye maandamano hayo na kupinga dhulma za polisi. Wakati huo mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya ilizima mitambo ya vituo vya televisheni vilivyobeba matangazo mubashara ya maandamano hayo yaliyojiri siku nzima nchini Kenya. Lakini kufikia jioni ya leo, mahakama kuu nchini Kenya imefutilia mbali agizo hilo na kulitaja kama lililokiuka katiba. Mwanahabari wa BBC Ann Okumu alikuwa barabarani mapema na kututumia taarifa ifuatayo. Hili ni bunge la taifa la Kenya ambapo mwaka jana kundi la vijana almaarufu Gen Z walivamia wakiandamana dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2024, maandamano ambayo yalisababisha vifo vya vijana wengi. Na kama unavyoona leo, kuna vizuizi ambavyo vimewekwa, sio hapa tu, kuna vizuizi vingi ambavyo vimewekwa katika viingilio tofauti vya bunge na vinatumika kuwazuia waandamanaji wasifike katika eneo hili. Kama unavyoona nyuma yangu, kuna mawe ambazo zimetapakaa katika barabara hii. Mawe haya yamekuwa yakirushwa na waandamanaji kwa maafisa wa polisi ambao wamekuwa wakishika doria katika eneo hili. Katika eneo hili pia kuna waandamanaji ambao wamebeba mabango, kila mmoja na ujumbe wake kwa serikali ya taifa la Kenya. Maandamano ya leo yanajiri huku kukiwa na ghadhabu kuhusu jinsi polisi wamekuwa wakishughulikia waandamanaji. Hii inafuatia pia mauaji ya Albert Ojwang ambaye ni mwalimu na pia Boniface ambaye alipigwa risasi hivi majuzi katika maandamano. Hivyo basi leo watu wengi watakuwa wanafuatilia kwa ukaribu kuona jinsi polisi wanavyoshughulikia waandamanaji. Katika makabiliano haya kumekuwa na majeruhi ambao wamesafirishwa hadi hospitali tofauti hapa jijini Nairobi, ikiwemo hospitali kuu ya Kenyatta. Lakini kufikia sasa bado ni mbio za hapa na pale kati ya polisi na waandamanaji ambao wanasema lengo lao kuu ni kufika ikulu. Ann Okumu, BBC, Nairobi. Ni ripoti ya mwanahabari wetu Ann Okumu aliyoandaa awali. Sasa tuungane na mchambuzi Javas Bigambo katika studio zetu hapa Nairobi. Javas, mauaji zaidi ya watu 8, zaidi ya watu 400 wamewachwa na majeraha. Ni mambo ambayo yangeweza kuepukika ama ilikuwa lazima yafanyike hivi? Ron Cliff, kwa ikisiri siku hii ni muhimu sana katika masuala ya kikatiba, wanaharakati na masuala ya kisheria. Mambo ambayo yameweza kuonekana leo ni ya kustaajabisha na kuudhi bado, kwa sababu tumeona maafa karibu 8 yameripotiwa. Maafisa polisi wamedhulumiwa, wananchi wa kawaida, wanavuguvugu, wanaharakati wamedhulumiwa pia. Na siku hii ilikuwa ya kumbukumbu ya maafa ya mwaka mmoja uliopita. Na imeweza kukumbukwa kwa maafa zaidi, kwa maafa hata zaidi, ama kwa maafa ya watu takriban 8. Siku hii kama kwa mfano ilikuwa ni ya kumbukumbu hizo. Na inamaanisha kwamba basi kama nchi bado hatujakuwa inavyostahili kidemokrasia. Na mtu atajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu serikali haisikilizi kilio cha wananchi au tatizo liko wapi? Tatizo naweza sema kwamba iko katika njia tofauti ambayo wanaweza zingatia. Kwanza ni matini ya lugha ya wanasiasa, ukizingatia umilisi wa lugha ambayo inatumika na wanaharakati na wanasiasa sawa upinzani, imeleta uchochezi. Kwa mfano, kama ni masuala ambayo yamelindwa na ibara 37 kuhusu kuandamana kwa njia ambayo ilo uhuru na bila silaha, kutaka kuenda katika ikulu ama kuenda katika bunge, hiyo inakiuka sheria. Lakini pia wanaharakati ama wananchi wana haki ya kuandamana bila kuzuiliwa na polisi, kwa sababu ni haki ya kikatiba.
Zuia wazo hilo hilo. Tuwasikize sasa waandamanaji wenyewe ambao wamekuwa wakiteta kuhusu matumizi ya nguvu ya polisi kupita kiasi katika visa vya hivi karibuni vya ukatili dhidi yao. Kwanza nataka serikali iache kuua watu. Sisi sote hapa tuko kwa amani na tunataka watu sikize. Tumesema vitu mingi. Si kama wanasiasa hawajui, wanajua nini zinatusumbua. Economy, maisha yetu imekuwa ngumu, lakini hawatusikizi. Tafadhali watusikize na wasiwe innocent people. Mtu anapotea tu, unasikia huyu ametekwa nyara week after week. Unasikiza vitu zinaenda tu hivyo. Yaani tunashangaa kwa nini, why? Na ndio watu wanajamu wanasema hapana, kama ni kifo waje ikuwe kifo. Tunataka mapinduzi katika serikali yetu na jinsi ambavyo mambo inaendelea, na hatusemi kwamba shida ni serikali peke yake, lakini shida ni kila kitu, kila chombo cha serikali, kila vile wanavyofanya vitu, na ndio maana tuko hapa kutetea haki zetu. Rubber bullets zimechapwa karibu zaidi ya watu 5 up the very place tu hapo hivyo wamechapa rubber bullet watu 5. Na bado tunaye Javas Bigambo hapa katika studio yetu. Madai haya yanayo wasilishwa na vijana hawa, je, wana haki ya kutoa hisia hizo? Madai hayo yana umuhimu sana kwa sababu wana uhuru wa usemi, lakini pia kama kwa mfano mwanadada huyu amesema kwamba makusudio yalikuwa kuleta mabadiliko ya kiserikali, lakini ukiangalia uchochezi wa lugha ulikuwa kwamba wanataka kuwasilisha malalamishi yao na kuhakikisha kwamba kuna wajibikaji wa serikali. Iwapo ni masuala ya kugeuza serikali, katiba imepeana mwelekeo. Na basi ndiposa pia maafisa wa polisi ni lazima wailinde serikali. Sasa, Javas, nini kilipaswa kufanyika leo ili kuhakikisha kwamba hatungekuwa na maafa na watu kuumia? Ingestahili kwamba wanaharakati hawa pamoja na wanasiasa waweze kuandamana, wawasilishe kama ni barua ile ambayo tunaita petition ama memoranda kwa bunge, kwa Inspector General wa polisi, na pengine kwa ofisi yoyote ambayo ni muhimu, kwa mfano kama ni waziri wa usalama. Lakini pale ambapo wananchi wanaanza kutumia silaha ama kwa mfano kuanza kufunga barabara ama kutumia mawe. Lakini wao ndio walifungiwa kwanza wasifike katika ofisi hizo. Kwa mfano kwenda katika kituo cha polisi ambapo walikuwa wanataka kupeleka notisi yao, walifungiwa. Kwenda katika bunge, uliona kabisa nyaya zile sengenge zilikuwa zimezuia bunge. Sasa wangewasilisha vipi? Kweli kabisa. Haikustahili kwamba barabara ziweze kufungwa hivyo. Lakini pia ilifaa kwamba serikali na vyombo vya dola viweze kupeana mwelekeo kwamba njia fulani iweze kupitia, kwa sababu ukiangalia Public Order Act Section 5 inaelekeza kwamba ni lazima serikali iweze kupeana mwelekeo na kusaidia na kulinda waandamanaji. Kingine ni kwamba pengine serikali huenda ilifanya hivyo kwa sababu ya tishio kwamba wataenda katika ikulu na wataenda katika bunge, jinsi ilivyokuwa mwaka uliopita ambapo hata walijaribu kuchoma bunge na baada ya kuvamia na pia kutaka kwenda katika ikulu. Zuia wazo hilo hilo, nitarejea kwako. Rais William Ruto jana akizungumzia hali hii hakuwa na maneno mazuri, alikuwa na ukali na ukakamavu katika kuhakikisha kwamba serikali itashughulikia hali hii kwa njia yoyote ile. Tumtazame. Nobody is above the law. Hakuna aliye juu kisheria. Huwezi kuwatishia polisi, huwezi kutumia nguvu dhidi ya polisi au kuwatusi. Ni kama unatishia taifa zima, kwa sababu wao ndio walinzi wa kwanza wa haki zetu kama Wakenya, ambao wanahakikisha kwamba taifa la Kenya liko salama na lenye amani. To be peaceful and to be secure. Javas, kuna baadhi ambao wanahisi kwamba serikali imetumia nguvu kupita kiasi ama vyombo vya usalama vimetumia nguvu kupita kiasi katika kushughulika na kuna baadhi ambao nimekuwa nikiwasikia wakihoji tu katika mitandao wakisema ikulu ni ya watu na tumejaribu kuongea na rais katika mitandao ya kijamii hajatusikia, tumesema twende tukutane naye moja kwa moja. Hilo ni jambo ambalo linaweza kuwazika kisheria? Ikulu ni jumba la umma, lakini sio mahali pa kuenda wakati wowote mtu anapojisikia, haswa katika kutishia usalama kwa mfano wa rais kadhalika. Lakini kutumia pia nguvu na vyombo vya usalama haistahili, haswa kutumia kwa mfano marisasi ambayo ambayo yanalenga kwa mfano kichwa cha mtu, kifua cha mtu, hapo haistahili. Ndiposa vyombo kama kwa mfano ama taasisi kama IPOA inastahili kufanya uchunguzi kwa wale maafisa wa polisi ambao wanatumia bunduki kuweza kupambana na waandamanaji. Haistahili hivyo. Tumepata kwamba wananchi wanazidi na wanaharakati kwamba uchunguzi ufanywe kuzuia polisi kutumia nguvu kuzuia waandamanaji, kwa sababu uandamanaji ni haki ambayo imelindwa na katiba. Kwa hivyo hapo pia serikali inakosea. Hakuna mtu kweli ambaye yuko juu ya sheria. Kila mtu yuko chini ya sheria, lakini serikali pia inastahili kuwajibika
kwa wananchi katika masuala ya haki za kibinadamu na masuala ya utawala. Javas, nini lazima kifanywe sasa kushughulikia hali hii? Kwanza, wanasiasa wa upinzani waache uchochezi kwa makusudi ya kubadilisha serikali. Pili, serikali lazima iwajibike katika masuala ya haki za kibinadamu na utendakazi ambao wananchi wanatarajia. Tatu, wanaharakati pia katika wanaharakati huo waweze kutumia lugha isiyokuwa ya uchochezi, na pia wananchi ambao wana haki ya kuandamana wasiweze kutushambulia polisi, na polisi pia wasishambulie wananchi wanapoandamana.